Bwana Yesu asifiwe, wapendwa katika jina la Yesu Kristo. Karibuni sana kwenye Omega Temple Africa TV. Mimi ni Pastor Etienne kama kawaida, na ninawashukuru kwa kuungana nasi leo. Kabla hatujaanza, tafadhali jiandikishe au subscribe kwenye chaneli yetu, bonyeza like na ushiriki ujumbe huu ili uwafikie wengine wanaohitaji tumaini. Ujumbe wetu wa leo una kichwa kinachosema Mungu hazuiliwi na yaliyopita maishani mwako. Ni kweli watu wengi huamini kwamba makosa yao ya zamani, kushindwa, maumivu au mateso ya maisha yameharibu kabisa maisha yao ya baadaye. Lakini habari njema ni kwamba Mungu tunayemtumikia ni Mungu wa kurejesha. Anaweza kubadilisha maisha yaliyovunjika kuwa ushuhuda wa utukufu wake. Ujumbe huu utakatangaziwa kupitia sehemu 5. Sehemu ya kwanza: watu wanaweza kukuhukumu kwa yaliyopita, lakini Mungu anakuangalia kwa kusudi aliloweka juu ya maisha yako. Yaliyopita yanaweza kueleza ulipotoka, lakini hayawezi kuamua mahali ambapo Mungu anakupeleka. Katika kitabu cha Yoeli sura 2 mstari wa 25, Mungu anasema, nitawarudishia miaka iliyoliwa na nzige. Mungu hakuahidi tu kupata maisha mazuri ya baadaye, bali pia aliahidi kukurudishia kile ulichopoteza. Haijalishi ni miaka mingapi imepotea, Mungu anaweza kuirejesha. Sehemu ya pili: Mungu hurejesha kile maumivu yaliyoharibu. Maumivu yameharibu ndoto za watu wengi. Wengine wamepoteza furaha, wengine wamepoteza tumaini, wengine wamepoteza mahusiano, na wengine pia wanapoteza ndoto zao. Lakini Mungu ni mjenzi mkuu. Kile ambacho maumivu yaliyoharibu, Mungu anaweza kukirenga tena. Mkumbuke Ayubu, alipoteza kila kitu, lakini Mungu alimrudishia zaidi ya alivyokuwa navyo hapo mwanzo. Na kwako pia, huu si mwisho wa safari yako. Sehemu ya 3: Mungu huponya kile usaliti aliharibu. Wenda kuna mtu aliyekusaliti, labda alikuwa rafiki yako, mwanafamilia au mtu aliyemwamini. Lakini hata Yesu mwenyewe alisalitiwa. Hata hivyo, usaliti haukuweza kuzuia mpango wa Mungu. Tukisoma Zaburi 34 mstari wa 18 inasema, Bwana yu karibu na waliovunjika moyo, naye huwaokoa waliopondeka roho. Mungu anayajua maumivu yako na anaweza kuponya kila jeraha. Sehemu ya 4: Mungu hujenga tena ndoto ambazo hofu ilijaribu kuzika. Hofu husema, imechelewa, utafikiwa tena, hakuna tumaini. Lakini imani husema, kwa Mungu yote yanawezekana. Ndoto zako bado ziko salama mikononi mwa Mungu. Mungu akifungua mulango, hakuna mtu anayeweza kuufunga. Sehemu ya 5: Mungu anaona kila chozi na kusikia kila sala. Kuna machozi ambayo hakuna mtu aliyewahi kuyaona. Kuna sala aliyozomba kwa siri. Kuna sala ulizoomba kwa siri ambazo hakuna mtu aliyesikia. Lakini Mungu aliona kila chozi, alisikia kila sala. Anajua mapambano yako, anajua kujitoa kwako, anajua muda ambao umekuwa ukisubiri, na kwa wakati wake mkamilifu atakujibu. Kuanzia leo, ndugu yangu, usiishi tena ukiwa mfungwa wa yaliyopita. Amini ahadi za Mungu. Wasamehe waliokuumiza.
Subiri wakati wa Mungu. Endelea kuomba. Endelea kuamini. Siku yako ya kurejeshwa inakabilia. Ndugu yangu, yaliyopita si makubwa kuliko nguvu za Mungu. Makosa yako si makubwa kuliko neema yake. Majeraha yako si makubwa kuliko uponyaji wake. Mungu anaweza kukurudishia ulichopoteza, kukuponya majeraha yako, kujenga tena ndoto zako na kukurudishia tumaini. Leo chagua kumwamini tena. Acha tuombe pamoja. Baba wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa kuwa wewe ni Mungu wa kurejesha. Ponya kila moyo uliovunjika. Rudisha kila ndoto iliyopotea. Watie nguvu waliokata tamaa. Badilisha maumivu yao kuwa ushuhuda wa utukufu wako. Tunaamini kwamba yaliyopita hayawezi kuzuia kusudi lako katika maisha yetu. Tunaomba haya katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo. Amen. Ikiwa ujumbe huu umekubariki, jiandikisha usubscribe kwenye Omega Temple Africa TV. Bonyeza like, shiriki ujumbe huu na wengine. Andika kwenye sehemu ya maoni au comment. Mungu ananirudishia kile nilichopoteza. Mungu awabariki. Tutaonana tena katika ujumbe unafuata kupita Omega Temple Africa TV. Bye.